Ndoto ya Farao na maana yake. Ishi kadiri ya ndoto ya Farao na tafsiri ya Yusufu. Ninawakaribisha wote familia ya Mungu katika somo hili jipya na lenye maana kwenye maisha yetu, kwenye utume, kwenye kazi na maisha ya kila kiumbe anaishi duniani. Tunaangalia kuhusu ndoto ya Farao na maana yake na tafsiri aliyoitoa Yusufu. Katika somo hili jipya litakuwa na masomo kadha wa kadha, na ni matumaini yetu kwamba masomo haya yatakusaidia wewe kupata kujua ni nini maana ya ndoto ya Farao na kwa nini Mungu alimpitishia Farao ndoto hiyo. Nini tunachokitafuta kwenye somo hili? Ni kuwa na ufanisi na maisha bora. Ufanisi na maisha bora. Na kama ukiweza kuishi maisha ya uhalisia kadiri ya ndoto ya Farao, ni ngumu sana kushindwa kwenye maisha. Maisha ya watu wengi yaliyokuwa mabaya, magumu, ama mwisho wake ulikuwa mbaya sana, ni kwa sababu hawakuweza kuishi kikamilifu kufuatana na ndoto ya Farao. Ikitokea umeweza kuishi kadiri ya maelekezo ya ndoto ya Farao tangu ujana wako mpaka uzee wako, ni ngumu sana kuteseka kwenye maisha ya uchumi, maisha ya mafanikio. Watu wengi wanaoteseka leo baada ya kustaafu, uzeeni, maisha ni magumu, ni kwa sababu hawakufuata ushauri wa Yusufu na maana ya ndoto ya Farao. Kuanza vizuri ni sawa, lakini mwisho wao unakuwa ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya safari ya maisha hawakujua ni nini cha kufanya ili kuishi kwa ukamilifu sana kadiri ya ndoto ya Farao. Ni nini maana ya ndoto ya Farao? Inawahusu nani? Ndoto ya Farao inawahusu watu wote wanaoishi duniani. Kila kiumbe kinachoishi duniani, Mkristo sio Mkristo, anaamini haamini, provided uko hapa duniani, linakuhusu. Kwa hiyo ni muhimu sana upate maana na tafsiri sahihi, kwa sababu ni zaidi ya ndoto. Ni kitu ambacho Mungu amekipitisha kwa kila mwanadamu anayepumua na anayeishi katika dunia hii. Kwa hiyo ni kipande ambacho kitakusaidia wewe kwenye maisha na kwenye wito wako, namna ya kuishi kwa ukamilifu kadiri ya hekima hii. Ni kitu ambacho kinakuhusu wewe na kinanihusu mimi. Kama kwenye mwisho wa maisha yako umeharibikiwa na ulianza vizuri, ni kwa sababu hukufuata ushauri na ndoto ya Farao. Kwa sababu hiyo tutaanza kwa vipande kadiri ya maandiko, na eneo la maandiko tutakaloliangalia ni kitabu cha Mwanzo sura ya 41 yote. Tutaisoma kidogo kidogo, vipande kwa vipande, na ninaomba pia uisome yote. Isome mara nyingi sana. Kaa chini, itafakari. Itakupa hekima ya maisha. Usipofuata ushauri huu wa Yusufu na maana ya ndoto ya Farao, ninakuhakikishia utadeki barabara ya maisha. Maisha yatakupiga. Mwisho ni mbaya, mwisho ni mchungu, haui mzuri sana kwa watu wengi. Kuna watu wengi tayari wameshapata madhara makubwa. Kwa nini? Kwa sababu hatukufuata ushauri wa Yusufu
Tafsiri ya ndoto ya Farao ni uhalisia wa maisha unaomkumba kila anayeishi duniani. Kila anayeishi duniani anakutana nayo. Lazima ujue unaishije maisha yako. Je, unaishi kadiri ya ndoto ya Farao na ushauri wa Yusufu? If you don't follow the advice of Joseph, maisha yatakuwa magumu sana na mabaya, mwisho wake sio mzuri. Na kwa sababu hiyo ni muhimu tukatembea kwenye kipande hiki ili kikupe hekima, kikupe nguvu, kikupe ujasiri wa namna ya kuishi, namna ya kufuata na namna ya kuenenda. Ushauri wa Yusufu, ndoto ya Yusufu na maana yake. Naomba tuingie kwenye andiko, kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Naomba nisome sehemu ya kwanza ya ile ndoto kama ilivyo. Ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama kando ya mto. Mstari wa 2, na tazama, ng'ombe 7 wazuri wanono. Hayo maneno yapigie mstari. Ng'ombe 7 wazuri, wanono, wamepanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasi. Kipande hicho cha kwanza kina ng'ombe 7 wazuri wanono wakasimama kutoka mtoni, wakajilisha manyasi. Mstari wa 3, na tazama, ng'ombe wengine 7 wamepanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya, wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kwa hiyo kuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza la ng'ombe 7 wazuri walionona, wanakula manyasi. Kuna kundi la pili, ng'ombe 7 wabaya waliokonda, wakakaa nyuma yao. Mstari wa 4 huo. Mstari wa 5, mstari wa 4. Okay. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akamka. Farao akamka. Naomba upate hii picha, itakusaidia. Haya ni maisha, sio story. Ni maisha ya kwako, ni maisha ya kwangu, na inaeleza maisha yetu yanakuwaje. Kwa hiyo kuna ng'ombe 7 wazuri walionona, kundi la kwanza. Nyuma yao wakaja ng'ombe 7 wabaya waliokonda. Halafu mstari wa 4, kisha ng'ombe wabaya waliokonda, wale wabaya wakawala wazuri. Alafu Farao akashtuka, kumbe yuko kitandani. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili katika kipande hicho, akalala, akaota ndoto mara ya pili. Kwa hiyo ilikuja mara ya pili. Tazama, masuke 7 yamemea kutoka bua moja, makubwa mema. Aya 6, na tazama, masuke 7 membamba yamekaushwa kwa upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakala yale masuke makubwa yaliyojaa. Farao akamka. Kumbe ni ndoto tu. Kumbe ni ndoto tu. Kwa hiyo Farao ameota ndoto 2. Aliota ya kwanza, akamka, akalala tena, akaota ya pili, alafu anaposhtuka ni ndoto tu. Tukumbuke ndoto ya kwanza
ilikuwaje? Ng'ombe 7 wazuri walionona, alafu ng'ombe 7 wabaya waliokonda. Wale wabaya waliokonda wakala wale wazuri, ndoto ya kwanza. Halafu akalala, akaota ndoto ya pili, masuke 7 mazuri yamejaa, halafu masuke 7 mabaya, yale mabaya yakala mazuri. Kwa sababu hiyo, katika ndoto hizi mbili, ng'ombe wabaya waliokonda wakala wazuri, masuke mabaya yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yakala masuke mazuri. Alafu akashtuka, ni ndoto tu. Ninaomba utafakari sana. Hii tu ni zaidi ya ndoto, ni maisha. Tutakapoendelea utashangaa sana. Ninachoomba kwako, soma, tafakari. Hii ndoto inahusu mpaka watoto wadogo. Kama huyo mtoto wa kwako, mzazi unayenisikiliza, anabeba begi, anaenda shule, anafundishwa a, e, i, o, u, anakariri, anasoma, hii ndoto pia mfundishe. Baba, mama, mfundishe mtoto. Ndiyo maana maandiko anasema mlee mtoto katika njia impasayo, hata akiwa mzee hata iacha. Mojawapo ambayo tunatakiwa tuwafundishe na kuwalea watoto wetu ni kujua kwa undani, kwa marefu, kwa mapana, habari za ndoto ya Farao na tafsiri aliyoitoa Yusufu. Ni maisha tangu unazaliwa mpaka unakufa. Kipindi unachoishi hapa duniani unafanya nini? Kama ukiweza kukaa vizuri kwenye ndoto ya Farao na tafsiri aliyoitoa Yusufu, utaishi maisha ya mafanikio, sio hapa tu, mpaka siku unakufa. Hao watu wapo hapa Tanzania, Afrika na dunia nzima, ambao hawakuweza kuishi vizuri. Maisha yao ni mabaya. Na ukisema maisha ni kupanda na kushuka, maisha ni mabaya, ni sawa. Tunachotafuta ni nini? Ni kurekebisha kwenye maisha yako yasiwe mabaya. Usiishie katikati, unyoke na hii ndoto. Ifanye iwe sehemu ya maisha yako, ifanye iwe ni tafakari yako ya kila siku. Kama haitakuwa hivyo, nina uhakika utaishi maisha ya kulalamika, manunguniko, mateso. Itakufanya uwe mwizi, itakufanya uwe mdhalimu. Na watu wengi tunaokuwa wadhalimu, waizi wa kila namna, wadokozi, wenye kona na hila, hawakunyoka na ndoto ya Yusufu. Tunachotafuta kwako, tafuta kuishi ndoto ya Farao na hekima, tafsiri aliyoitoa Yusufu. Tafakari kwa kina. Tumsifu Yesu Kristo.